Jana tulikuwa tukijifunza juu ya daraja kati ya akili ya Mungu na moyo wa nani? Moyo wa mwanadamu. Tukafundishana juu ya uhusiano wa moyo wa mwanadamu na akili za nani? Akili za Mungu. Tukagundua kumbe kuna bonde ambapo lipo pande mbili, na ili bonde hili liweze kutoweka lazima kuwepo na daraja ambalo linafanya mawasiliano sasa yafike au tuweze kuyapata yale ambayo ni nani? Ni mapenzi yake Mungu. Tukagundua ni roho wa nani? Roho wa Mungu pekee. Tuliona mambo mengi na somo hilo lilikuwa ni kama mwanzo wa somo la leo. Kwa hiyo wewe ambaye umelipata vizuri hiyo siku ya jana, na hisi leo tutaenda vizuri. Lakini vile vile wewe ambaye au kwepo hiyo jana, nimekuambia ni neno gani ambalo tulikuwa tukishughulika nayo, tupate hilo daraja, na daraja liwe ni imara, na mioyo yetu yafanye maamuzi, yafanye mapenzi yake Baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanapelekea au yanaweza yakafanya ukagongana na huyu Mungu, manake yani ukaenda njia ambayo Mungu hajaichagua. Tukagundua kumbe katika moyo ndio chanzo cha maamuzi tulionayo, ndio chanzo cha tafsiri ya vitu ambavyo vinatokea huku nje vinatoka moyoni. Na ndio maana Mungu akanasema tuulinde sana moyo wetu, kwa sababu kule ndio kuna chemchemi ya nini? Ya uzima. Kwa hiyo katika moyo wa mwanadamu Mungu ameweka viini vyake. Manake kama Mungu anasema anavyo, tulioangalia hiyo Isaya, akiwa anasema ya kwamba mawazo ambayo anawaza ni tofauti na sisi, manake mawazo yetu ni tofauti na ya kwake. Kwa hiyo kumbe lazima tutafute namna ambavyo tuone kwa namna ambavyo yeye anawaza na sivyo ambavyo tunafanya nini? Tunawaza. Na vile vile tukaendelea kujifunza kwamba kama Mungu anatuwazia mema, ayo mema hatuyawezi kuyapata pasipo kuunganika na yeye. Na muunganiko huo roho wake unatusaidia katika kutambua, kwa sababu kama Mungu anasema anatuumbia moyo mpya ambao ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu anatusaidia kuenenda sawa sana nani? Na mapenzi yake Baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii utanisaidia kuandika ninamhitaji Mungu zaidi. Ndio somo ambalo tutashughulika nao asubuhi ya leo. Ninamhitaji Mungu zaidi. Moyo wako uligundua tayari katika moyo una mapungufu, na katika yale mapungufu tukaona vyanzo vyake ni kwamba ni kuzoelea jambo fulani, kuona kwamba ni ya kawaida, kutotii tu neno ya Mungu, baadaye ukaendelea na safari yako, mwisho wa siku ukao umeharibu moyo. Kwa hiyo matokeo ya moyo ulioharibika ni dhambi, na dhambi hii ndio inakutenganisha na nani? Na huyu Mungu. Na pamoja na kwamba tuliona moyo, tukamuomba Mungu, tukanyenyekea mbele zake kama neno lake linavyosema. Ninaamini Mungu unapokuwa umenyenyekea mbele zake, anarejesha zile rehema zake, zinaingia kwako, uaminifu wa Mungu unarejea kwako. Lakini kuna vitu ambavyo vinabidi uendelee navyo, ambavyo nitaendelea kuvifundisha siku ya leo. Moyo wangu tayari umejazwa neno la Mungu. Moyo wangu unataka kufanya maamuzi. Moyo wangu una shauku ya kufanya jambo fulani. Lakini kumbe kuna vitu ambavyo vikisaulika, yawezekana nisiyafikie yale ambayo Mungu anahitaji niyafikie. Na hivi vitu ambavyo tutashughulika navyo ni vitu vingapi? Vinne. Cha kwanza ni akili ya mwanadamu, macho, masikio na kinywa cha mwanadamu. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida, akili kwa tafsiri ya kawaida ni ule uwezo ambao Mungu amekupa katika kung'amua mambo ili uweze kutimiza lile ambalo anakusudia au lile ambalo ulikusudia, si ndio? Kwa hiyo kumbe unaweza ukawa moyo wako tayari kuna mambo ambayo yamejazwa tokea Mungu anakujua wewe, lakini akili zako zikashindwa kutafsiri yale ambayo Mungu anataka uyafanye. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kufungua akili yako ili uweze kufanya yale ambayo Mungu anafanya nini? Anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake akili ikiharibika, tafsiri inayotoka ndani inaweza isitende vizuri, kwa sababu akili tayari imefanya nini? Imevuruguka. Kwa lazima akili pia uikumbuke, kwa sababu kitu ambacho adui anacheza nacho sana ni akili ya mwanadamu. Yawezekana ukawa unaomba sana,
lakini katika kuomba kwako ukawa tayari umejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini kwa sababu huyo adui anachokuja kushughulikia sio kwamba nguvu ile ulionayo, kwa sababu anajua nguvu ya Mungu inamzidi, na ndio nguvu ambayo umefanya nini, umeibeba. Kwa hiyo atakachoshughulika nacho ni akili zako, yaani manake namna ambavyo utatumia ile nguvu ulionayo katika kutenda mambo. Kwa hiyo shetani anajisogeza katika fahamu zako, anakufunga. Na ndio maana hii ukiangalia na jinsi ambavyo Yesu alivyokuwa akipewa majaribu yale, ukija kuangalia vizuri unagundua ya kwamba Yesu alikuwa na nguvu ya kutosha, si ndio? Na baada ya kupata zile nguvu ya kutosha, shetani hakuogopa zile nguvu. Alichokuwa nakitaka, amelenga aende amjaribu kupitia hili nini, neno. Sasa neno ni ufahamu, kwa sababu sisi tunapata ufahamu wa kimungu kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo shetani anajua neno na Yesu anajua neno. Kwa hiyo kitakachoweza kumsaidia huyu Yesu, au kilichoweza kumsaidia, ni namna ambavyo akili zake ziliweza kumpelekea kung'amua yale ambayo shetani alikuwa akimpelekea. Kwa hiyo leo hii, pamoja na kwamba unasali utajaa nguvu, kitakachokusaidia uweze kumshinda huyo adui, lazima akili zako ziweze kupambanua. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima akili iwe nini? Iwe vizuri. Na unaweza ukaandika tu, kama unaandika, maana nimeenda haraka, andika kufunguliwa pale. Ukishaandika ninamhitaji Mungu zaidi, kwa chini andika kufunguliwa vifungo vya akili, macho, masikio na kinywa. Sasa tafsiri ya vifungo unaoweza kawa una tafsiri yako, lakini unaweza kuongezea hii ukasema ni vile vitu vyote vinavyoweza kumzuia mtu asipige hatua aliyokusudiwa na Mungu. Manake maisha ya kwetu sisi ni hatua. Sasa hiyo hatua, unapokuwa unazuiliwa kupiga hatua, hivyo tunasema ni vifungo vimekufunga, si ndio? Na vifungo hivi, kama jana tulivyoangalia, kuna vifungo ambavyo Mungu anaweza akayaruhusu kwa sababu ya namna ambavyo umeendelea kufanya nini, kumkiuka yeye. Manake anasema nitavikaza nitakaza vifungo vyenu. Manake ataimarisha vitu gani? Zile hukumu ambazo ameamua alete kwetu kwa sababu ya kukaidi nini, neno lake. Kwa hiyo vifungo ni vitu ambavyo vinafanya nini, vinakuzuia usipige hatua. Kwa hiyo maisha yetu hapa tunahitaji tupige hatua, lakini kama hatujapiga hatua, maana yake kuna vitu ambavyo vimefanya nini, vimetufunga. Niandikie akili kibiblia inasema nini? Anasema kwamba akili ni moyo wa ndani wa mwanadamu unaofikiri, kuamua, kuamini na kupokea au kukataa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kumbe, wakati mwingine akili zako ndio zinakupelekea ukatae. Akili zako ndio zinakupelekea uamue uende. Akili zako ndio zinakupelekea ufanye lile ambalo Mungu amefanya nini, amekusudia. Kwa hiyo maana yake, kama Mungu ametupa maamuzi ambayo ni mawili, maamuzi ya kumfuata yeye au maamuzi ya kukataa, kwa hiyo akili yako kitakachotafsiri ni kile utakachokifanya. Na ndio maana tunamwomba Mungu sana atupe fahamu zake ili tutimize makusudi yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utanisaidia kuandika niandikie hiyo mambo ya Nyakati wa kwanza 12:31-32. Ndio unaweza kunisomea. Kuna watu nataka niwazungumzie hapo. Nisomea kutasoma hata inayofuata. Na wanusu kabila ya Manase 18,000 waliotajwa majina yao ili waje kumtawaza Daudi awe mfalme. 32. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Kumbuka, Daudi anakuwa nani? Anakuwa mfalme. Wanatafutwa hao watu ambao wana akili. Lakini leo hii nifananishe ufalme ambao unatajwa hapa uwe ni ufalme wa kimungu. Manake watu ambao wameitwa na Mungu wakaokoka, wakamkiri huyu Yesu kwa vinywa vyao, na baadaye wakamwamini kwa nini? Kwa mioyo yao. Hawa watu wanahitaji akili, kwa sababu akili inahitajika katika falme. Nichukulie kwa mfano jinsi ambavyo tuko hapa kanisani. Tunahitaji watu ambao wanatafsiri mambo kutokana na mapenzi ya Mungu, wasitafsiri vitu sawasawa na mapenzi yao wao wenyewe.
Kwa hiyo lazima tuendelee kujikita kutafuta akili zetu ziweze kufunguliwa, kwa sababu kama huyu shetani anashughulika na akili zetu, maanake atakachotufanya tutakuwa ni watu ambao tunakuja tunasema tumeokoka, tunasema tunaendelea, tunasema kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye, lakini tukisahau kwamba tunahitaji tuwe na akili ya ziada ili tuweze kutenda matendo makuu katika falme hii, tutajikuta hakuna tunachokifanya. Na hii ndio inapelekea mwisho wa siku utajikuta unaambiwa jambo fulani kwa namna ambavyo akili yako inatafsiri visivyo, unagoma. Ila kama akili yako itatafsiri namna ambavyo Mungu anasema. Jana tulijifunza, tunasema kwamba amani ya moyo inakuwepo na inakwambia tenda hivyo, wala utatenda kwa kulazimishwa, kwa sababu akili yako imefungamanishwa na nini? Na akili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tujue hilo. Na akili ambao inatakiwa tuwe nayo sisi kama watu wa wateule wa Mungu, lazima ujue inahitajika kuwa na akili ya mambo kama haya. Niachane na akili ya kiroho sasa. Akili ya kibiashara inatakiwa ujue. Akili ya ndoa yako inatakiwa ujue. Akili ya elimu yako inatakiwa ujue. Ninazungumzia hayo mambo matatu kwa sababu ndio yameleta shida sana. Tumeona ndoa nyingi za Kikristo zinavunjika kwa sababu tumeshindwa kutumia akili hii ambayo Mungu ametupa, au tukajikuta tunatumia akili zetu, mwisho wa siku tunavunja ndoa zetu sisi wenyewe. Kwa hiyo lazima tumwambie Mungu, Mungu umenipa mke, umenipa mme, lakini ninachokihitaji, nahitaji unipe akili namna kuweza kupalilia hii ndoa yangu na matunda ambayo utakuwa umenipa. Kwa mfano umenipa watoto, niwe na akili ya kuendesha hao watoto ili siku nyingine nao waweze kukujua wewe. Kwa sababu usipokuwa na akili ya kujua namna kulea ndoa yako, tutashangaa siku 2-3 ndoa yako imevunjika, na wakati huo tumetumia gharama kubwa pengine katika kufanya ndoa hiyo iwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na vile vile tumetamani sana, kuna wakati ambapo tumekuja hapa tukapewa semina, tunahitaji tuwe na uchumi mzuri, tumiliki, tuweze kutawala. Lakini hautaweza kumiliki, hautaweza kutawala kama hautaweza kutumia akili ya kimungu katika biashara unazozifanya. Kwa hiyo usijisahau kwamba nahitaji akili, nahitaji maarifa, nahitaji hekima ya kimungu ili niweze kuendesha mambo yangu sawa sana mapenzi yake Mungu. Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima nijue Mungu ninafanyaje? Umuulize Baba. Na haya naleta kwa sababu ukiangalia siku ya kesho tunaingia katika maombi. Katika maombi unayoenda kuyaomba, usiyasahau haya. Yaani usije ukaenda tu kwenye maombi tukaomba kwa sababu ni maombi ya taifa, lakini kuna wakati ambapo tunapata private muda wa kufanya nini? Wa kujiombea. Usisahau kuombea akili ya ndoa yako, akili ya biashara yako, akili ya elimu yako. Kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba akili yao imetiwa nini? Uzito. Sio ndio? Akili yao, yaani maana yake kwamba kuna namna ambavyo wakati mwingine unaweza ukawa umeshaokoka unatamani sana, lakini usipogundua kumbe kuna akili kutoweka, kuna akili kuzuiliwa isione kitu fulani, isifanye jambo fulani, ukajisahau, mwisho wa siku ukabaki hivyo ambavyo ulivyo. Na sasa sisi najua hapa wengi tumekimbilia elimu, lakini elimu ambayo tumekimbilia lazima tuitafsiri kwa namna ambavyo Mungu anataka, sio kwa fahamu zetu. Sio kama unanielewa. Sio kwa fahamu zetu. Kwa sababu ukija kwa fahamu zako, wapo wengi ambao wamepata division 1 huko vizuri kabisa, lakini walipofika hapa ndo wakadisko. Unajua kwa sababu gani? Walitafsiri akili zao kwa namna ya tofauti na Mungu. Kwa hiyo kama tunataka tuunganishe akili zetu na Mungu, lazima tumwambie Mungu, tufungulie akili unayotaka wewe, sio ya kwangu. Yesu asifiwe. Ni pasipo na hivyo utarudi nyumbani, na hata kama utakuwa umerudi nyumbani kama sio makusudi ya Mungu, bado kule utaenda kuumia. Kwa sababu kuna wakati ambapo wewe unaona pengine elimu hiyo iliyokimbilia ndio ambao Mungu anataka, kumbe Mungu anataka elimu nyingine hapa ulipo. Na hapo ndo nilishangaa hata siku ile, nakumbuka mchungaji Petro anatuambia jinsi ambavyo Mungu amemuita juu ya utumishi, akambadilishia aina ya elimu aliyokuwa anahitaji. Maana asingetafakari kwa namna ilivyo, asingeweza kuenda. Na wewe usipotumia akili yako utajikuta hata na hiyo jinsi ambavyo ulivyo utaiacha. Unao sapu 2-3 unasema hapana, unarudi nyumbani. Ujakaa ukamwambia Mungu, hivi akili zangu zikoje, na nataka niunganishe akili zangu na za kwako, unitafsirie unachokitaka kwa wakati. Basi asifiwe. Kwa hiyo usisahau jambo hilo. Nisomee hiyo Wakorintho wa 2:4.
Sikia anavyosema. Kwa hiyo jambo la kwanza kwenye akili, sema shetani ana uwezo wa kupofusha na kufunga akili ya mwanadamu. Hiyo ni point uandike. Shetani ana uwezo wa kufanya nini? Wa kupofusha na kufunga akili ya mwanadamu. Somea hiyo Wakorintho 2 au Wakorintho wa pili 4:4. Biblia inaniambia kwa Paulo kwa Wakorintho wa pili sura ya 4 inasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao wasioamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Umeelewa hilo? Kwa hiyo kumbe shetani ana uwezo wa kufunga fikra zako, na fikra inayozungumziwa hapa nini? Ni akili zako. Kwa hiyo lazima utafute, umwambie Bwana, nahitaji unifungue akili. Kama kuna kifungo kwenye akili yangu uweze kuifungua, kwa sababu shetani anaweza akafanya nini? Akafunga akili yako. Lakini kitu kingine kinachoweza kusababisha akili yako ikafungwa, dhambi husababisha giza na kufungwa kwa akili. Andika hivyo. Dhambi husababisha giza na kufungwa kwa akili. Niandikie hiyo Warumi 1:21. Unaweza ukasoma mpaka 32 huko kwa ajili yako wewe mwenyewe kwa wakati, kwa sababu naona na muda unakimbia sana, si ndio? Lakini kitu sehemu nyingine utasoma hiyo Waefeso 4:17-18. Hiyo unaweza kanisomea kwa haraka pia. Kwa hiyo lazima tujue namna kwamba kumbe akili zinaweza zikafungwa, tutafuti namna kuzifungua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 17 inasema basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiachia hapo, ujinga maana yake kwamba kuna giza au kuna jiwe au kuna kitu kimewekwa kwenye akili zako, na hawa watu ambao wanaambiwa habari hii ni kama mimi na wewe ambao tayari umeshaokoka. Kwa usije ukaniambia kwamba mimi nimeokoka na siwezi kufungwa tena. Kama ukutafuta maarifa yake Mungu lazima ufungwe tu. Na katika kuokoka huku tunatofautiana. Kuna mtu mwingine yuko mahali hapa kwa sababu baba yake aliokoka au wazazi wake walikuwa wameokoka, lakini tangia amejitambua akashindwa kuja kumkiri huyu Yesu kwa kinywa chake yeye mwenyewe na akaamini kwa moyo, anaendea neema ya wazazi. Kwa hiyo huwezi jua aina ya wokovu aliyokuwa nao mzazi wako ulikuwa wa aina gani. Unajikuta ni wazazi ambao walikuwa tunaita anaendeamu. Kwa hiyo na wewe unaungana naye, unahisi uko salama, au wakati mwingine unaona kabisa mimi sijawahi kumkiri huyu Yesu. Lakini unaenda tu unasema Mungu wewe ni mwingi wa rehema. Tena unajitia na maneno ya Mungu, unajitia moyo wewe mwenyewe. Kwa mfano pale nilisema jana Daniel anavyosema kwamba tunakuja mbele zako si kwa sababu tuna haki, ila ni kwa sababu ya wingi wa nini? Wa rehema. Sasa wewe unaweza ukajitia moyo kwa maneno kama hayo, lakini nikwambie anayeweza kufungua vifungo hivi ni Yesu peke yake, ambaye lazima umkiri kwamba Yesu, wewe ni mwokozi wa maisha yangu. Ninakukiri kwa mdomo wangu, kinywa changu kinanena juu ya ukuu wako, lakini ninakuamini kwa moyo wangu. Alafu unaanza kutembea katika njia zake. Asifiwe. Kwa lazima ufanye kitu kama hicho, usisahau. Lakini kitu kingine, akili inaweza kufanyaje? Akili inaweza kuwa ngumu. Sio kama unajua hiyo. Maana yake inaweza kutiwa uzito. Hiyo utasoma katika hiyo Wakorintho wa pili 3:10 na ngapi? 14. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, akili inaweza kushikiliwa kuwa mateka. Sasa ogopa sana kama akili yako imewekwa mateka. Na utasikia anavyosema hiyo Warumi 7:23, utasikia anavyosema. Wakati ambapo akili zako zimewekwa mateka, kuna mambo utaweza kuyaona. Kuna mambo utaweza kuyang'amua. Kuna mambo unaweza ukaona kwamba ni magumu, hayawezekani kwa sababu umetekwa. Akili zimetekwa. Unafurukuta unafanyaje, lakini ukija kuangalia, mbona kama nilikuwa siko hivi? Mbona mwanzoni nilikuwa ni mtu wa tofauti sana. Sasa hivi akili zangu zimekuaje? Ninasoma sielewi inafanyaje, lakini umetekwa. Sio wewe. Na bahati mbaya au bahati nzuri, nikuhakikishie, siku ambapo ulijaribu kwenda kwa Mungu kutafuta haki yako kwa Mungu, ndipo ambapo na adui aliendelea kukukazia, kwa sababu anajua unamwacha.
Na ili uliogope sana, kwa sababu unapozidi kwenda kwa Mungu ndivyo adui anaendelea kuteseka, kwa sababu kuna kazi yake unaendelea kufanya nini? Kuharibu. Kwa hiyo sio kashangaa unapozidi kumsogelea Mungu ndio mambo yako yanazidi kuharibiwa. Kwa sababu gani? Huko kwa Mungu huko upande mmoja, mguu mmoja, ana mwingine huko nje. Kwa hiyo unabaki hapo katikati. Na bahati mbaya sasa, Shetani anajua unachoenda kupata kule kwa Mungu. Anachokifanya, anakaza ili kiwezekana wakati mwingine urudi tena nyuma. Kwa lazima tujue kwamba mimi nahitaji akili zangu zifunguliwe. Lakini katika kufunguliwa akili, nijipeleke mazima. Usijaribu. Nijipeleke mazima, yaani usijaribu, jipeleke mazima. Halafu mruhusu Mungu aweke hekima yake, aweke fahamu zake zitumike pamoja na wewe. Kwa hiyo kile utakachokuwa unaamua ni kwa sababu yake yeye. Ukipata majaribu ni kwa sababu yake yeye. Anajua namna ambavyo atakutoa katika majaribu kwa sababu anakutengeneza. Bwana asifiwe. Lakini baada hapo kifungo kingine ambacho tunatakiwa tukione, nimesema ni nini? Kifungo cha macho. Bwana asifiwe. Ogopa sana mtu ambaye amefungwa macho asione. Biblia inaweka wazi kufungwa macho. Kuna wakati ambapo vitu vipo karibu na wewe lakini huwezi kuviona katika macho ya roho. Na bahati nzuri Biblia inatuthibitishia kwanza kwamba sisi tuliweza kumpokea roho wa Mungu ambayo sio roho wa mwanadamu. Na huyu roho wa Mungu tulivyompokea anaweza akatupa kuona kwa namna ambavyo hayo macho ya kawaida hawezi kuona. Biblia inasema hivyo. Na aishi hapo, ukija pia katika sikio anakuambia anaweza akakupa kusikia yale ambayo sikio la kawaida haliwezi kufanya nini? Kulisikia. Kwa hiyo kama ndivyo ambavyo ilivyo, wakati ambapo umefungwa macho, unaweza usiweze kuyasikia yale ambayo yako wapi? Ya rohoni. Kama umefungwa macho, unaweza usiyaone yale ambayo yako wapi? Ya rohoni. Manake utaona tofauti, kwa sababu Biblia inakuambia aonavyo mtu ndivyo alivyo, si ndio? Kwa hiyo kwa namna hiyo lazima ujue kumbe kuna kufungwa kwa macho. Hivi mbona watu wanaona fursa zingine lakini mimi sizioni? Hapa nilipo mtu anatoka huko anakuja anafanya jambo hili lakini mimi sijawaza hata kulifanya. Hapa ambapo nimesimama ndio mtu anakuja anafanya jambo la ajabu sana lakini mimi siwezi kulifanya. Ni kwa sababu gani? Haya macho yamefungwa. Huyaoni, uoni fursa, uoni vitu vya kufanya, uoni mambo. Na ndio maana wakati mwingine utajikuta unalaumu tu. Lakini pamoja na kulaumu kwako, Mungu alivyo mwaminifu, anamleta mtu pembeni yako anafanya jambo. Unaanza kutazama sasa, macho yanaanza kufunguliwa. Usisifiwe. Kwa hiyo kumbe kuna kufungwa nini? Macho. Kuna vifungo vya macho. Macho yakifungwa kuna vitu hautaweza kuyaona. Kwa lazima umwambie Bwana, nahitaji unifungue macho nione. Nipe macho nifanye nini? Kuona. Na anayeweza kukupa macho ya kuona ni huyu Yesu, ambaye anathibitishwa na Isaya kwamba amekuja kufanya nini? Kuyafungua yale ambayo yamefungwa. Si ndio? Niandikie hiyo Zaburi 69:23 kwamba macho yanaweza kutiwa giza. Kwa hiyo sasa sijajua wewe ulitiwa giza katika wakati upi, lakini macho yanaweza yakainamishwa yasione mbele. Macho yanaweza kufanya nini? Yakainamishwa yasione mbele. Unajua Biblia ipingani na jinsi ambavyo ilivyo. Mungu apingana neno lake. Kama anasema kwenye Mithali hiyo 4:25, anasemaje? Mnisomee hiyo Mithali 4:25. Mungu anasemaje? Kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 25. Biblia inasema macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Kama unaambiwa macho yako yatazame mbele, maana yake wakati mwingine kuna namna ambavyo umenamisha nini? Macho yako hayaoni. Kwa hiyo macho yako yasipoweza kutazama mbele na kuona sawa sawa, hautaweza kutimiza yale mapenzi yake Mungu, kwa sababu ninaamini katika dunia hii kila mtu ameumbwa kwa kusudi maalum tena ya Mungu.
Kwa hiyo usipofanya hivyo, usipogundua kumbe macho yangu yanaweza kainamishwa, vitu vilivyo vizuri ambavyo vinatakiwa vifanyike sehemu fulani hutaweza kuvifanya. Kuna wakati mtu anaweza taka kutazamisha kabisa kwamba hii hapa, lakini usiweze kufanya kwa sababu macho yako yametiwa nini? Giza. Macho yako yameinamishwa. Kwa mwisho wa siku unaweza ukawa unaona vitu vya hapa tu, wakati ambapo Mungu anataka utazame kule, wewe unaona hapa unaishia. Na anayetazama hapa ni mtu ambaye analaumu sana. Yaani ukikuta mtu analaumu sana, huyo mtu macho yake yameinamishwa. Haoni sawa sawa, haoni mbele. Kwa hiyo jiulize, hivi ninalaumu kwa sababu gani? Ninatazama sawa sawa na Mungu anavyosema? Ninatazama mbele au mimi ninalaumu tu? Ukijikuta unalaumu sana, maana yake macho yako yanatazama hapa, yameinamishwa, uoni mbele. Nijue tu hivyo. Lakini kitu kingine, macho yanaweza kutiwa usingizi. Macho yanaweza kutiwa nini? Usingizi. Tena usingizi mzito. Na hili hapa ndio linasumbua sana hasa wanafunzi. Unajua macho yenu yanakuwa yametiwa usingizi. Wakati ambapo umejipangia kabisa ratiba, mimi ikifika saa nitaamka vizuri sana. Lakini ikifika muda huo, usingizi ulionao sio wa kawaida. Tena unaenda una switch kabisa town hivi afu unarudi unazima tena, unasema hamna, ngoja niendelee kulala. Sio wewe. Macho yako yametiwa nini? Usingizi. Kwa hiyo anayeweza kuondoa huo usingizi ambao upo kwenye macho yako ni Mungu mwenyewe. Lazima umwambie Yesu, nahitaji niondolee usingizi huu. Na usije ukazoelea, kwa sababu kama leo umepanga ukazima, kesho ukapanga ukazima, kesho kutwa inaofuata mtihani unakuwa umefika. Unaanza kujishtukia. Hivi ni kweli sijasoma? Hivi ni kweli sijafanya hivi? Na sio tu mwanafunzi, hata wewe ambaye ni mfanyabiashara, mkulima, wakati ambapo tena ametaja vizuri pale na inaelezewa kwa namna ambavyo ni uvivu. Utaamka saa ngapi, utafanyaje, bado kidogo kulala, bado kufanya nini? Si ndio? Kwa sababu usingizi upo kwenye macho yako, umetiwa uzito. Wenzako wanapanda huko, wewe ukiangalia hata kesho nitaenda kupanda. Wenzako wanafanya biashara kubwa, wanafanya haina shida, hata mimi mwaka kesho nitafanya tu. Mbona naona kama macho yako yana usingizi, tena unalala vizuri sana. Na ukiona unatumia muda mrefu kijana kulala, jisemee tu ninaenda kufa maskini. Yaani anza kujisemea na kufa maskini. Sasa sivyo? Yaani anza kusema ninakufa maskini tayari. Yaani maana yake unaendelea kujizika mwenyewe bado tu kupelekwa kaburini. Punguza muda wa kulala. Usikubali macho yako yakatiwa nini? Usingizi. Mbona unapokuwa unafanya mambo yasiyo ya msingi shetani anakuruhusu? Yaani maana yake ukiamua kwamba hapa nicheze na TikTok, nicheze na Facebook, nicheze na nini, utafanya mpaka saa 7, saa 8 kama ni kuangalia movie, amempiga amefanya, yaani mpaka kesho. Lakini wakati ambapo mambo ya msingi ambao Mungu anajua kabisa hapa ndo mwanangu nitakuwa afanye, usingizi unakuja. Anayekutia usingizi nani? Ni adui. Kwa sababu kuangalia movie hamna habari nayo, utaangalia movie tena hadi ukiamua kwanza saa 2 hadi saa 9 unaweza. Shika moduli. Shika moduli. Na sio tu kushika. Basi tufanye kwamba unafanya mazoezi, kwa sababu kitu kinakuja taratibu, uwezi kusoma mwenyewe, uende kwa wenzako. Wewe ndio utakuwa unapiga kelele kuliko wao. Msumbufu na mastori ambazo hata wengine hawajui umezitoa wapi. Badilika. Mwambie Mungu, nataka ubadilishe macho yangu yasije yakatiwa usingizi kuanzia sasa. Kwa sababu yatakapokuwa yametiwa usingizi ndio hayo matokeo. Endelea tu kusumbua wenzako. Lakini kitu kingine, sikio linaweza likafungwa. Sikio linaweza kufanya, linaweza likafungwa. Lakini vile vile sikio linaweza kufanya likafunguliwa. Kama jinsi ambavyo adui analenga akusheleweshe kwenye mambo yako, vile vile adui anaweza akaweka mambo mazito kwenye sikio lako, au akakusikizisha yale mambo ambayo utakiwi kusikia kwa muda ule, halafu wewe ukayafurahia. Kwa sababu adui anashughulika na nini? Na kusikia kwako. Unajua katika kusikia ndio kinabadilisha ufahamu.
Maana kama ukisikia, kama anasema kwa chanzo cha imani inatokana nini? Ni kusikia. Kwa hiyo kumbe, ili usiweze kuamini, anaharibu sikio lako. Na anaharibu kwa namna gani? Anakupa vitu tofauti vya kusikiliza. Umeshajiuliza mbona kuna vitu fulani ambavyo sio vya kawaida, yaani manake havina utukufu kwa Mungu, lakini ndio unavipenda. Usije ukajifanyisha umekuwa malaika. Mwahi kusikia kuna wimbo ambao watu wanasema labda huko, lakini mwisho wa siku kwa sababu tunaishi na watu ambao hawajaokoka, wakati mwingine unajikuta na wewe unayafurahia yale, yaani mwisho wa siku unajikuta huko hivi, si ndio? Uliwahi kuwa katika hiyo hali? Si ndivyo ilivyo? Wewe jifanyishe kwamba umeokoka sana, lakini kaa ukijua kwamba wakati mwingine adui anatamani akufanye wewe masikio yako yasikie yale. Kwa mfano mwezi wa 7 mimi nilipotoka hapa, kuna sehemu hivi nafanya biashara fulani hivi. Nikawa pale pembeni, yani mbele hapo kuna baa. Sasa ndo kukawa na ule wimbo wa nani? Wa Mbosso wa Power. Yaani kila saa power. Kwa hiyo power imekuwa power. Ilikuwa nikija na watoto wangu, tumekaa pale dukani, yaani hawakaida kamili wameshaenda. Power. Yaani hutaweza kuwazuia. Nikajua sikio ni mbaya sana. Kwa hiyo kumbe sikio inabidi uchunguze sana, unasikiliza vitu gani. Ni bora tu usikie kuliko hata kusikiliza. Si unajua hilo? Sababu hata sababu unaweza kuwa unasikia hapo, lakini ukakaa ukasikiliza, ukafanya concentration ya kusikiliza, leo ukasikiliza, kesho ukasikiliza, siku 2-3, utakuwa power vizuri sana. Kwa hiyo lazima ufanye nini? Umwambie Mungu, ninaomba fanya masikio yangu yasikilize mapenzi yako. Fanya masikio yangu yasikilize kusudi lako. Fanya masikio yangu yasikilize sawa sawa na unavyotaka nisikilize. Na sio tu hivyo, kuna wakati ambapo Mungu anaongea na wewe, lakini kwa sababu tayari kuna kifungo katika sikio, wewe hautasikiliza. Manake ubaya sana wa sikio jinsi ambavyo ilivyo, itapeleka ujumbe ambao itatafsiriwa vingine kwenye akili, kwa sababu tulianza na akili zetu. Kwa hiyo maana ukipeleka kitu kizuri, kama akili imekaa vizuri, itafsiriwa vizuri. Aggressive. Usisahau sikio lako kuliombea. Isikilize yale ambayo Mungu anahitaji na sio wewe unahitaji, au sio ambayo dunia inataka, kwa sababu dunia imejaa kila sehemu, umetegeshea tupa mziki ambazo zinatakiwa uyasikilize wewe. Ukikaa vibaya umeenda, kwa sababu utaamini katika yale. Unajua ukishaamini unaanza kujitetea, lakini nyimbo umeona hizo ni nzuri tu, haina shida. Yani si ukiangalia vizuri unaona kama yani kuna muda unatakiwa uyasikilize, yani wala hamna shida. Manake hautaishia kusema haina shida, utaelekea kwenye kuyaamini. Sijui kama unajua hilo. Kwa hiyo usiseme kwamba kwa mfano kule nakofanyia kazi kuna nani huyu Saida Karoli. Anaimba nyimbo za Kiaya. Yaani kuna hata na wachungaji kuambia hizi nyimbo zina sasa hizi nyimbo ni za asili. Yaani ukiingia katambara hizi utazisikiliza sana kule Kagera. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kujikuta na wewe unakuwa mwaya. Na sio tu kuishia kwenye mwaya, unaishia katika mila na desturi zao. Na bahati nzuri kila kabila ina mila na desturi zao, lakini yaliyo mabaya pia unaweza kujikuta unafanya. Mimi hata sikucheza na shingo kucheza, lakini ukiona wanacheza kule, hasa kama kwenye TikTok unaziona. Mwaya haya, waya mpo. Sasa siwe. Waya po unajua. Sasa andika hiyo Kumbukumbu la Torati 28:15. Kwa hiyo sikio ikishindwa kusikia utabeba laana. Ukishindwa kusikia vizuri, lakini vile vile utapigwa na Mungu. Sasa siwe. Utafanya nini? Utapigwa na Mungu. Jambo la mwisho ambalo nataka nilizungumzie ni kinywa. Kuna vifungo vya kinywa. Sasa vinywa vikishafungwa, maana yake unashindwa pia kutamka yale ambayo ulitakiwa utamke kwa wakati huo. Mfano, tunaamini tulio wengi sio mabubu, si ndio? Ili uweze kumkiri huyu Yesu itakuwa utumie kinywa chako, si ndio? Kwa hiyo
Kuna wakati ambapo moyo unakusukuma vizuri sana, yaani mimi hapa ninavyojisikia niende nikaokoke, ninavyojisikia niende na mimi nikashuhudie mtu fulani aokoke, ninavyojisikia nifanye, lakini tatizo ni nini? Kinywa kimefungwa. Na kinywa kikifungwa, kuna huduma nyingi sana ambazo haziwezi kufanya kazi. Wewe ni mwimbaji mzuri sana, lakini kwa sababu kinywa kimefungwa, hauwezi kuimba. Wewe ni mhubiri mzuri sana, lakini kama kinywa hakina uwezo wa kutoa yale yanayotakiwa, taisha. Lakini mimi kama zamani nilikuwa naimba sana, taanza kujisemea hivyo. Mimi kama zamani nilikuwa na uwezo wa kwenda kuhubiri, lakini pale ambapo ulipata ufahamu, huwezi tena kuhubiri. Ulipopata ufahamu, huwezi tena kuimba. Ujiulize ni kwa nini? Na hili hapa imetokea kwa watumishi wengi sana, ukiangalia hata kwenye Biblia. Yaani mtu ambaye Mungu alikuwa anahitaji atumike naye, kinywa kinaanza kufungwa, pengine wakati mwingine akiwa tumboni. Mimi siwezi kuzungumza vizuri, mimi siwezi kutamka, mwingine anasema mimi nitafanya nini? Yaani maana yake kinywa ndio tatizo. Kwa hiyo kama vinywa vilikuwa vina shida tokea mwanzo, sio kwamba leo havina shida. Vinywa vina shida. Kwa hiyo lazima tumwambie Mungu, Baba nisaidie kinywa changu kifunguke. Ni kitu gani ambacho ulichonacho ambacho huwezi kukitamka kwa sababu wakati mwingine unakosa ujasiri? Kama unataka kuamini, sijui labda tunatofautiana. Nikurudishe pale ambapo unatamani kunena lugha, yani kwa lugha, unatamani kunena kwa lugha. Lakini ghafla unasikia kabisa huna ujasiri wa kunena kwa sababu kinywa kimefungwa. Na hiyo hatua kama umefikia, lazima umuombe Mungu akusaidie avunje kinachokuzuia usinene. Yaani manake adui anakuja hapo anakupeleka kichwani. Mbona nataka kutamka kama mtu fulani, unaacha. Hivi ndivyo ilivyo. Unakosa ujasiri kwa sababu kinywa kimefanya nini? Kinazuiliwa. Hawezi kutamka tena. Kwa hiyo lazima ukubali, nahitaji nifunguliwe kinywa niweze kutamka vizuri. Kuna sehemu utafika kama kinywa kimefungwa, namna ya kutoa maelezo hautaweza. Sijui kama unanielewa. Yaani umesoma vizuri, vyeti unavyo, unafika kwenye sehemu ya labda interview, unaambiwa sasa jieleze. Kinywa kizito. Kwa sababu umefungwa kinywa. Kwa hiyo lazima uombe, sawa umesoma, lakini lazima uombe useme mimi nahitaji kinywa changu kifunguliwe. Niwe na mpangilio wa maneno sahihi. Niwe na mawazo ya Mungu, kusudi la Mungu niweze kuyatoa nje ili nipate yale ambayo Mungu amekusudia. Lakini ukisahau kinywa chako, yaani kwa kitu ambacho ungekipata utakikosa kwa sababu umeshindwa maelezo. Jambo linatokea, kuna mtu anaweza akawa labda anakusingizia tu kwa sababu hujui namna ya kujieleza, utakaa gerezani miaka kadhaa. Hujui namna ya kusema, utakosa hiyo kazi. Na ukiona wewe ni mwandishi mzuri sana lakini huwezi kunena, una tatizo. Kuna watu kwenye, yani Esther hapa anaandika mpaka unasema yani huyu, lakini mwambie aongee, hawezi kuongea. Sio yeye, adui amefunga kinywa chake. Sio kama unaelewa hilo. Kwa hiyo kama hapa wengi ni wanafunzi au ni wafanyabiashara, wafanyeje? Hata mfanyabiashara usipokuwa na kinywa kizuri utafukuza wateja. Yaani unakuwa na maneno ambayo mteja akisikiliza kesho hawezi kurudi tena. Unafikiri ni wewe? Kinywa kimefunga na kuwekwa mambo mabaya. Yaani maneno ambayo hayamtukuzi huyu Mungu. Maneno unayotamka kwa sababu ameanza kwa kuharibu moyo wako. Unajikuta unanena vitu ambavyo mtu akiyasikia hawezi kurudi tena. Kwa hiyo lazima kwanza umwambie Mungu, sawa umenipa hii biashara lakini nina kinywa cha kunena mbele za watu, nikapata namna ya kumkaribisha mtu akaelewa. Na kesho hawezi kurudi. Hivi nina kinywa cha kuweza kutamka juu ya watoto ambao nimepewa. Hao kinywa chako ni kutamka wewe mbwa njoo hapa. Hujawahi kusikia wazazi wanawaita watoto wao mbwa? Kinywa. Cheche usimanga. Tumesha kusikia. Mtoto umemzaa kweli, wewe una kinywa kichafu kwa namna hiyo. Wewe mjinga. Kweli. Ni kwa sababu kinywa chako yaani kina vifungo. Kwenye kinywa hapa kuna ulimi. Unajua namna ambao ulimi wako ulivyo. Yaani unawasha moto vibaya mno. Vichaka vinaungua. Yaani wewe ukileo unaleta hadi kile unaleta. Yaani yaani kama amekupa maneno ambayo yasio
yasiyokuwa ya busara, ndio utatembea utaongea. Sijasema kwamba uwe na maneno ya kuongea alafu ndio ukaanze kuyaongea yale, kwa sababu kuna wakati utaongea maneno ambayo ni ya shetani ndio amekupandikiza. Yaani unasengenya mlango kwa mlango, unaongea vitu ambavyo wakati mwingine ukija kuvitafakari vizuri unasema hivi ni mimi au nipige break. Mwisho wa siku unasema kwamba free aligandi. Kwa sababu gani? Kinywa chako kinatumika vibaya. Kwa hiyo ukisahau kinywa utajikuta una shida sana. Bwana asifiwe. Kubali kinywa chako kufanyaje? Kifunguliwe. Tutaandika hiyo Warumi 8:10. Soma kwa sababu mengine sitaweza kusoma. Kuna na lakini ujue tu ukitaka utumike vizuri lazima ukubali kinywa chako kufanya nini? Kifunguliwe. Kinywa chako kiwe ni cha baraka, kinywa chako kiwe ni maneno mazuri, kinywa chako kiwe yani inatamka maneno ambayo yanabadilisha maisha ya watu katika kuwapeleka kwenye nini? Uzuri wake Mungu. Sasa sio. Kuna wakati utaongea kwa sababu umefungwa. Utaendelea kuandika pia kwenye hiyo Danieli 10:16 pia kwa pale ambapo aliguswa afu akaweza kunena, ndio. Sasa kinywa kinaweza kufanywa nini? Andika. Kinywa kinaweza kufungwa kuwa bubu, taandika. Kuna wakati mwingine utaweza kutamka kwa sababu wakati huo umefungwa. Hivi kama mtu anaweza kasoma miaka yote ametolewa ada alafu anaambiwa kwamba hapa akashindwa kwa hapo. Unafikiri kinachotokea ni nini? Amefungwa ghafla. Sio? Unafungwa kuwa bubu, sio kwamba labda eti umesoma hapa umetoka na GPA ngapi. Yaani adui anaenda waka tu ta. Hapa sasa. Jieleze sasa. Kwa sababu umefungwa. Ndio? Lakini hapo ukitaka kuona uthibitisho wa aliyofanya utaangalia Marko hiyo 9:25 jinsi ambavyo Mungu alitoa pepo kwa bubu huyo. Lakini vile vile kufungwa kinywa kuwa na kigugumizi. Unajua watu wenye vigugumizi unajua, na Mungu anaweka ili ujue na nini maana kigugumizi hiyo. Kuna wakati hutaweza kuongea kwa sababu kinywa chako kimetiwa nini? Kigugumizi. Kwa hiyo kinywa kinaweza kufanya nini? Kutiwa kigugumizi. Utaandika habari za Musa unajua kutoka hiyo 4:10. Na vile vile hiyo Isaya 32:4. Lakini jambo la mwisho, japokuwa hili sio kwamba labda thibitisho uko sana, kinywa cha mtu kinaweza kutiwa harufu mbaya. Kinywa cha mtu kinaweza kikatiwa nini? Harufu mbaya. Yaani Mungu sio kwamba alikuumba vizuri, lakini kwa sababu adui anaamua kufanyie vitu visivyo, anakufanya ukiongea mbele za watu kama mtu uko karibu, umetiwa harufu mbaya kinywa. Wakati mwingine sio ugonjwa, ni kwa sababu adui anakuharibulia. Na bora hata iwe kwa wakaka sasa. Hili ikiwa kwa wasichana ni mbaya sana. Unajua? Ni mbaya sana. Lakini sio kwa wakaka tu au kwa wadada tu, ni wote. Kwa hiyo wakati ambapo umeendelea kutafakari unaona kwamba mbona kama kinywa changu hakiko sawa. Yaani manake unakosa namna kukaa na wenzako hata kwenye discussion kwa sababu ya kinywa chako. Inanuka harufu mbaya kiasi, yaani utafikiri ni choo fulani. Sio wewe, adui anakuharibulia. Kuna mtu ni mzuri wa sura lakini akiongea hapa adui anachezea kinywa chako. Lakini kitu kingine, kinywa utaweza kujieleza, nishasema kinaweza kuibiwa na kutumiwa na watu wengine. Na ili jaribu, kama unakumbuka ile Hesabu 23, unaweza kusoma hiyo sura yote, 11:13. Namna ambavyo walikuwa wanahangaika na kualani kufanyaje, kunena kufanyaje. Lakini mwisho wa siku kama wewe ni wa Mungu, Mungu anajua namna ya kukusaidia. Bwana pewe sifa. Kwa nini tunashughulika na hivi vifungo? Tunashughulika na vifungo kwa sababu hivi vifungo vinatusumbua sisi na vinatuzuia sisi tusiweze kufikia hatima ambayo Mungu ameweka kwetu. Tunahangaika na hivi vifungo ambavyo vimewekwa kwa sababu kuna wakati tunahitajika tufike sehemu fulani lakini hatutafika kwa sababu hivyo vitu vimefungwa. Kwa hiyo siku ya leo lazima ujue ya kwamba kumbe nimeokoka, lakini yawezekana adui bado ananisogelea kinywa changu, bado adui anasogelea macho yangu, bado adui anasogelea kinywa changu, bado adui anasogelea kichwa changu ili akiharibu. Wewe sifiwe. Kwa hiyo lazima ushughulike na usikae tu mimi nimeokoka. Ndio umeokoka, lakini mbona hili aliendi? Kwa sababu adui amekukamata.
una mawazo mazuri sana ya kufanya biashara, lakini kwa sababu gani huwezi kufanya biashara? Kuna vifungo juu ya namna kuendesha ile biashara, na wakati mwingine hujapewa macho ya utazame nini. Kama Mungu anakuambia utazame mbele, yawezekana pale mbele kuna mtu ambaye Mungu anakuelekeza kwamba nenda ukajifunze juu ya biashara unaofanya mahali hapa ili uweze kufanikiwa, lakini macho yako yameinamishwa, si ndio? Mwisho wa siku unashindwa kufikia lile ambalo ni kusudi la moyo wako. Kwa hatuwezi tukakaa kimya tukasema tuko vizuri, tumeokoka, tunaimba, tunafanyaje, lakini tunaimba katika viwango gani? Tunatumika katika viwango gani? Tunamiliki katika viwango gani? Tumejisaulisha. Sasa mimi naweza nikawa nimeongea hivi, lakini najua kuna namna ambavyo wewe mwenyewe unajua ni kitu gani ambacho kimefungwa zaidi. Yawezekana umejaribu mara nyingi sana, unaenda pale unajaribu kujieleza, lakini maelezo yako hayajitoshelezi kwa sababu kuna namna ambavyo kinywa chako kimefanya nini? Kimefungwa. Unajaribu sana kusogea katika wokovu uweze kufunguka moyo, lakini kwa sababu sikio lako limetiwa uzito, leo unasikiliza, kesho unasikiliza, lakini hakuna hatua unaopiga. Unajikuta leo umeonekana huko mahali hapo, lakini kesho tunakukuta tena huko disco kwa sababu ulioyasikia yalipita. Mwanzo sifiwe. Kama unapitia hali ya kawaida kama hiyo, jua umefungwa sehemu. Sasa sijajua wewe umefungwa katika sikio lako, umefungwa kwenye kinywa chako, umefungwa kwenye akili zako, umefungwa sehemu gani ambayo unahitaji dawa ili sasa uwe huru. Kama huyu Yesu anasema kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya kuwafungua na niwaweke huru na muwe huru nini? Kweli kweli. Kwa hiyo kumbe wa kutuweka huru ni huyu Bwana Yesu, wa kutufanya tutoke kwenye vifungo ambavyo tulivyo navyo. Wakati mwingine kuna vifungo ambavyo vimetoka na kizazi na kizazi. Kuna vifungo vingine ambavyo sijavisema hapa, kwa mfano vifungo vya tumbo nini, ambavyo wakati mwingine vinapelekea usiweze kufikia hatima, ila wewe unaona ni kawaida tu. Yaani maana kama utaona ni kawaida, tayari uko kwenye mateka, umetekwa. Simama kwa miguu yako, sio kwamba labda naendelea. Simama kwa miguu yako. Wakati huo utafakari, ujiulize, hivi nimefungwa sehemu gani? Hivi ni jambo gani katika haya ambayo yamenenwa, ni kitu gani nimenifunga zaidi? Mbona ninajaribu kwa namna hii lakini mbona kama hili haliendi? Usizoelee. Kama ambavyo jana tumeona, utakavyoendelea kuzoea, utazidi kukaziwa hivyo vifungo na mwisho wa siku utaisha. Utaona unatembea lakini utembei katika kusudi la Mungu. Utaona unatazama lakini utazami sawa sawa na Mungu. Tunapoenda mbele za Mungu tukamwambie, Baba, wewe Yesu umetuokoa, unatujua na madhaifu yetu, unavijua vifungo vyetu, unajua ni sehemu gani ya maisha yetu ambayo adui bado anaendelea kutumika navyo. Mimi kama mimi mwanadamu siwezi, lakini wewe Yesu unajua. Fahamu zangu unazijua vizuri, njia zangu unazijua vizuri, ni sehemu gani ya maisha yangu ambayo yamefungwa. Na wakati huo kama unajua sehemu uliyofungwa, yamkini Roho Mtakatifu anakuambia, mwanangu umefungwa sehemu fulani. Hem, nenda mbele za Baba mwambie, Mungu ninaomba unifungue. Mwambie tu Yesu kwamba ninaomba unifungue katika kipengele hiki. Ninaona masikio yangu yanasikia, lakini kadri ambavyo naendelea kusikia, siku kwa siku narudi tena nyuma. Sitaki kuyafanya yale yaliyo mapenzi yako. Kama wewe umeweka roho wako ndani yangu, kwa nini nasikiliza tofauti na jinsi unavyotaka? Ewe Mungu unayeweza, mbona kinywa changu kinanena tofauti na unavyotaka? Wewe Mungu unayeweza, mbona mimi sioni sawa na mapenzi yako? Ninahitaji leo hii ukanifungue kwa namna nyingine tena, niweze kuona sawa na mapenzi yako. Nahitaji nitazame mbele. Inawezekana watu wanakuvuta, wanakurudisha nyuma, wanainamisha vitu ulivyo navyo, wanainamisha hizo karama ambazo Mungu ameweka mbele zako. Lakini asubuhi ya leo yupo Baba mwenye ushindi, aliyeshinda mauti, mwenye mamlaka yote, mwenye nguvu zote, aliyekuja kwa ajili yangu mimi na wewe, anayeweza kufungua vifungo vyetu. Ni nani anayeweza kuturudisha katika hivyo vifungo? Ni nani aliyetufunga? Walionena mabaya juu ya masikio yetu, walionena mabaya juu ya vinywa vyetu, walionena mabaya juu ya macho yetu, leo hii mwambie, Bwana, ninahitaji macho yangu yaweze kuona tena, ninahitaji nisonge mbele, ninahitaji huduma ulionipa nikaona inapiga hatua, ninahitaji niwe na ujasiri wa kunena neno lako. Ninaposimama kwa ajili ya utumishi, niseme yaliyo mapenzi yako. Ninaposimama sehemu ya kazi ulionipa Baba, niwe na mpangilio
ulio sahihi wa kutamka sawa sawa na kusudi lako. Sihitaji kuwa na kigugumizi, sihitaji kunena kwa namna ambavyo sivyo ambavyo nataka. Baba yangu, nisaidie nione fursa, nisaidie nione sasa na mapenzi yako katika elimu yangu hii. Mbona sitendi sasa na mapenzi yako? Leo nimetambua yawezekana yuko ambaye alijificha nyuma yangu akanipiga uzito, akili yangu ikawa ni zito. Ninapojaribu kutafakari naishia tu kupata alama za chini, ninapojaribu kutafakari naishia katika mabaya.